Taratibu huo kwamba FIFA wanachokiangalia cha kwanza kabisa, wanaangalia kwanza passport yake inasoma kuwa raia wa wapi. Yaani mamlaka ya nchi husika inamtambua huyo mchezaji kama mchezaji wa nchi gani. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo FIFA haiwezi kuingia moja kwa moja kusema kwamba huyu hastahili kuwa mchezaji wa nchi fulani kama mamlaka ya nchi hiyo haiwezi kumtambua. Kwa hiyo katika eneo hili la Damaro linakuja kufa kifo cha kawaida baada ya kuonekana kwamba mamlaka ya uhamiaji ya Tanzania inamtambua Damaro Kamara na kuweza kumpa passport ya Tanzania inayosoma uraia wa Tanzania. Kwa FIFA kijapo hawana sehemu zaidi ya kuweza kuendelea. Bwana Falia, tafadhali mashkura ni mwanamichezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena jumbani. Jina langu naitwa Cisco Njot, kujuze kile ambacho tumekuandalia. Kubwa zaidi, Simba wanaliamsha dude. Simba wanataka Yanga iadhibiwe, ipokwe alama. Kwa nini? Damaro Kamara ndiyo habari ya mjini. Amefanya nini Momo Damaro Kamara? Simba wanalalamika kwamba uraia wake wanautilia mashaka. Amekuwaje raia wa Tanzania? Sasa hapo utakwenda kusikia, je, watafanikiwa kwenye misheni yao ya kutaka Yanga ipokwe alama zote ambazo Damaro wamecheza, na ikipokwa zote manake Yanga hatokuwa na ubingwa msimu huu. Je, inawezekana? Steven Mapundo, uko vizuri? Ya, mimi niko vizuri ndugu yangu. Uzima upo na hulalamiki? Yaani namshukuru Mwenyezi Mungu, silalamiki, namshukuru aliye juu. Yes. Kabisa. Mambo yamekuwa mengi kweli, lakini issue kubwa, klabu ya Simba, taarifa na vyanzo mbalimbali vinaeleza ya kwamba wamebisha odi FIFA na TFF kwenye kamati pia adhi ya wachezaji na mali kwa ajili ya kwenda kujua uhalali wa mchezaji Momo Mohamed Damaro Kamara. Inakuwaje anacheza pale ikiwa wanadai FIFA kama vile kanuni na taratibu zake zimegeuka kwa mchezaji huyu? Cha kwanza nataka tupate elimu. Inakuwaje mchezaji kutoka nchi fulani anakwenda kwenye nchi fulani, mfano Tanzania, anapata uraia wa nchi hiyo na anakizi vigezo vya kuchezea taifa hilo? Haya mambo yanakaaje haya? Tuanzie hapo, alafu tazame mengine mengi kweli juu ya sakata hili zito. Ya, nashukuru bwana Cisco. Labda tuweze kutoa elimu kidogo kuhusiana na hili swala la mchezaji A kutoka katika nchi A kwenda katika nchi B, kwenda kutumikia kipaji chake, lakini inafika kipindi anaanza kuvutiwa na nchi hiyo na kutamani kuwa raia wa nchi hiyo ili kuweza kuendelea kuishi hapo, akiondoa katika sifa ya kuwa foreign player na kuwa local player, kwa maana kwamba international player anakuja kuwa local player. Local player tafsiri yake sio kwamba mchezaji rais. Unajua neno local watu wanachukulia kwamba mchezaji bei rais au mchezaji wa chini. Hapana, local player tafsiri yake ni mchezaji mzawa, mchezaji kutoka katika nchi husika. Kwa hiyo anapataje sifa ya kuwa local player wakati yeye alikuwa ni foreign player? Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho naweza kwenda kuwaelezea watazamaji wako waweze kuelewa vizuri kabisa. Mchezaji au mtu aweze kupata uraia, kuna vitu ambavyo anaweza kuvifuata visipopungua vitu kama 4. Jambo la kwanza ambalo anaweza kalipata mtu uraia, wanasema kwamba uraia kwa njia ya kuzaliwa, nationality by birth. Yaani ukiwa umezaliwa katika hiyo nchi, wewe una sifa moja kwa moja ya kuweza kuwa raia wa nchi husika. Yawezekana kwamba wazazi wako wasiwe raia wa nchi hiyo, lakini wewe umeenda kwenye nchi hiyo ukiwa tumboni ukazaliwa. Baada ya kuzaliwa pale, wewe unakuwa na sifa zote za kuwa raia wa nchi hiyo, kwa sababu wewe unapata sifa hiyo ya kuwa nationality by birth. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini njia ya pili, wanasema kwamba unaweza kuwa raia, inategemeana na asili ya familia, nationality of the family. Umeelewa vizuri? Naturality of family. Kwa hiyo unaweza kuipata uraia kwa kutokana na asili ya familia yako, kwamba familia yako nature yao ni ya wapi. Inawezekana kwamba wewe ukawa hujazaliwa katika nchi hiyo, lakini babu yako au bibi yako ni mzaliwa wa nchi hiyo. Umeelewa vizuri? Hiyo ndo natural asili ya familia. Au babu yako au baba yako, umeelewa vizuri, ni ana asili ya nchi hiyo, wewe ukuzaliwa katika nchi hiyo. Lese leo hii raia wa Marekani akawa amesafiri amekuja Tanzania, alafu alipokuja Tanzania na mke wake wote wakiwa wa Marekani, wakiwa wamezaliwa Tanzania, wao kwa asili wanakuwa ni raia wa wapi? Wa Marekani. Kwa sababu gani?
wazazi wake wana asili ya wapi? Ya Marekani. Umeelewa vizuri? Yeah. Na ikitokea Mtanzania ameenda Marekani akajifungua mtoto akiwa Marekani, mtoto anakuwa raia wa Marekani, lakini akija Tanzania anapata sifa ya kuwa na uraia wa Tanzania kwa asili ya wazazi wake. Hiyo pia ni moja ya sifa ambayo inatumika kwenye uraia. Yeah. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaangaliwa namna ambavyo mtu ameweza kufanya kazi katika nchi hiyo, kuishi muda mrefu kwenye nchi hiyo. Sasa njia hii mara nyingi sana ndio huwa inatumika na wachezaji. Umeelewa vizuri? Unakuta mchezaji labda ameenda kwenye nchi fulani, ametumikia nchi hiyo si chini ya miaka 5. Kwa sifa hiyo tu peke yake, ukifanya kazi kwa muda mrefu, wachezaji ndio wanaitumia zaidi hiyo, unapata sifa ya kuwa raia wa nchi husika. Na hii njia imetumika sana na wachezaji wengi wa Kiafrika ambao wamepata sifa za kuwa raia wa mataifa ya Ulaya. Kwa maana unakuta mtu alienda akafanya kazi muda mrefu, amecheza baadaye anakuja kupata sifa. Na katika hilo pia kuna kitu kinaitwa ground player na kuna kitu kinaitwa local player. Hivi vitu watu wasivichanganye. Local player ni mchezaji asilia wa nchi hiyo husika. Ground player ni mchezaji ambaye inawezekana sio raia wa nchi hiyo, lakini ameenda pale akiwa katika umri mdogo. Umeelewa vizuri? Yeah. Akasomea academy hapo. Baada ya kusoma academy hapo anacheza hapo. Kwa hiyo ina maana yule akiwa anapata timu hapo ya kucheza anakuwa na sifa ya kucheza kama local player kwa sababu amecheza akiwa chini ya miaka 21. Umeelewa vizuri? Na hii ambayo nilikuwa naizungumzia kwamba mchezaji au mtu aweze kupata uraia kwamba akae kwa muda mrefu miaka isiyopungua miaka 5 baada ya kutimiza miaka 18. Yaani akishatimiza miaka 18 awe ameweza kukaa at least miaka mingapi? Miaka 5 akiwa anafanya kazi katika nchi husika. Hiyo inampelekea yeye kuweza kuwa raia wa nchi hiyo. Lakini njia ya 4 ambayo inampelekea mchezaji kuweza kupata uraia au mtu kuweza kupata uraia ni njia ya ndoa, kuoa ama kuolewa. Umeelewa vizuri? Yeah. Hiyo pia ni sifa ya mtu anaweza akapata uraia. Sasa katika vitu hivi 4 vyote ambavyo tumeweza kuvitazama, je, kwa upande wa Mohamed Damaro Kamara, kwa sababu ndio tunamwenda kumwangalia. Yes. Anaingia katika sifa zipi katika hizi? Umeelewa vizuri? Anaingia katika sifa ya kufanya kazi katika nchi husika. Yeah. Anaingia katika sifa ya kuoa. Umeelewa vizuri? Au anaingia katika sifa ya ground player kwamba alikuja hapa akasomea hapa academy, soka academy mpaka amefikia hivyo akaamua kuomba uraia wa hapa. Au ameomba uraia akiwa mfanyakazi ambaye alikuja kama foreign player akaomba kuwa local player. Anapata sifa zipi? Umeelewa vizuri? Kwa ukija kumwangalia Mohamed Damaro Kamara, yeye alikuwa ameomba uraia. Sasa kwa utaratibu huo kwamba FIFA wanachokiangalia cha kwanza kabisa, wanaangalia kwanza passport yake inasoma kuwa raia wa wapi. Yaani mamlaka ya nchi husika inamtambua huyo mchezaji kama mchezaji wa nchi gani. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo FIFA haiwezi kuingia moja kwa moja kusema kwamba huyu astahili kuwa mchezaji wa nchi fulani kama mamlaka ya nchi hiyo haiwezi kumtambua. Kwa hiyo katika eneo hili la Damaro linakuja kufa kifo cha kawaida baada ya kuonekana kwamba mamlaka ya uhamiaji ya Tanzania inamtambua Damaro Kamara na kuweza kumpa passport ya Tanzania inayosoma uraia wa Tanzania. Kwa FIFA kijapo hawana sehemu zaidi ya kuweza kuendelea. Okay. FIFA wanaendelea mbele zaidi kwa kanuni zao kwa sababu kanuni zao ziliboreshwa mwaka 2020 kwamba ili mchezaji aweze kuwa na sifa ya kucheza timu ya taifa, ameomba uraia na akapata sifa ya kucheza timu ya taifa. Inamaanisha kwamba katika nchi yake ambayo alikuwa akiishi mwanzoni, sawa, alikuwa akiitumikia mwanzoni, inatakiwa awe amecheza si zaidi ya mechi 3 timu ya taifa. Si zaidi ya mechi 3. Akicheza zaidi ya mechi 3 hana sifa tena ya kuhamia nchi nyingine na kucheza timu ya taifa. Lakini pia asiwe mchezaji ambaye amecheza michuano mikubwa inayotambulika na FIFA ikiwemo kama World Cup, kombe la dunia au AFCON, michuano ya Afrika. Umeelewa vizuri? Hii michuano ambayo inatambulika na FIFA. Akitumikia timu katika mashindano hayo makubwa ya FIFA, anakosa sifa ya kwenda taifa lingine kwenda kutumikia timu ya taifa. Umeelewa vizuri? Yeah. Lakini pia wanaposema kwamba acheze mechi zisizozidi mechi 3, tafsiri yake ni kwamba kanuni zake zilizoboreshwa za mwaka 2020 kwamba inatakiwa wakati anaitumikia timu ya taifa zisizidi mechi 3 awe na miaka isiyozidi miaka 21.
akiwa juu ya miaka 21 akicheza mechi 3 na kuendelea anakosa sifa ya kwenda kutumikia taifa lingine. Umeelewa vizuri hapo? Kwa hiyo yote katika yote unakuja kuona kwamba kwa issue ya Mohamed Damaro Kamara ni issue ambayo inakufa kifo cha kawaida, na Young Africa wanakuwa hapo katika safe side kwa sababu mamlaka ya nchi na FIFA haiingilii mamlaka ya nchi, kwa sababu kanuni za FIFA zilivyo huwa zinafanya kazi kulingana na sheria za nchi husika. Kuna kanuni ambayo inaweza ikatumika nchini Senegal, ikija Tanzania isitumike, ikienda Marekani isitumike, ikienda Madagascar ikatumika. Umeelewa vizuri? Kwa kuna kanuni ambayo huwa zinawekwa zinakuwa zinavari kulingana na matakwa ya nchi husika. Umeelewa vizuri? Kwa wao FIFA sema ambao wanapoishia wao, ukipeleka shauri lao wakikwambia tuletee vielelezo, utawapelekea vielelezo ambavyo vya kuonyesha kwamba huyu mtu ni raia ama sio raia. Kwa hiyo wakipeleka vielelezo kwamba huyu mtu mamlaka za Tanzania zinamtambua kama raia, kifo chake kinakuwa ni kifo cha kawaida kabisa. Yes. Bana, hapo ndipo ambapo sakata hili limetolewa ufafanuzi mzuri kweli na Steven Mapunda Garincha. Umepata kusikia na kuelewa namna ambavyo sakata hili linazungumzwa kwamba raia sio raia, watu wanazitaka pointi. Ubingwa unatafutwa uwanjani. Yaani ubingwa utafuti kwa maneno. Ubingwa unatafutwa uwanjani. Cheza, acha kutafuta sababu za kuwa bingwa. Mamlaka imethibitisha, wewe nani upinge? Sasa swali langu la mwisho kwako Steven Mapunda Garincha, tafsiri ya haya yote sasa yanayoendelea ni kwamba Simba kwenye hili anapoteza muda na hakuna ambacho takiambulia zaidi ya kudondokea pua. Of course yes, ni kwamba ni propaganda ambayo inatengenezwa nje ya kiwanja. Unajua kila mwaka imekuwa ni sehemu ya kutafuta excuse. Ukikosa ubingwa excuse inakuwa hivi. Kitu ambacho mimi kama mwanasoka, kama mchambuzi nafurahia kwa sasa, kuna kelele ambayo ilikuwa inanikera sana kwamba GSM anaharibu ligi, GSM ananunua waamuzi, GSM ananunua timu, GSM inakuaje, GSM hivi, lakini kuna upepo uliopita hapa katikati, hii kelele imepotea. Tafsiri yake ni kwamba tumerudi kwenye usawa, kwamba wote tunakubaliana kwamba GSM sasa hanunui mechi. GSM sasa haribu ligi. Ilikuja nini? Kwamba Yanga imedrop. Kwa hiyo sasa hivi tuna discuss Yanga imefanyaje? Imedrop. Yaani hicho ndio kitu ambacho mimi nakifurahia kama mwanasoka, kwamba tutapata uwanja mpana sana kuzungumzia kuhusiana na mpira. Sasa kinachokuja kutokea, kinatengenezwa kitu iki watu wanaanza kuandaliwa kisaikolojia kwamba ikitokea Yanga ameweza kuwa bingwa, basi itengenezwe mazingira kwamba Yanga alitafutiwa namna hata wachezaji wa kimataifa kufanywa kuwa wachezaji wa ndani. Umeelewa vizuri? Kwa sababu hii kifo chake inakuwa cha kawaida. Rejea scenario iliyomkuta Kibu Denis. Umeelewa? Kibu Denis pia alipewa uraia. Umeelewa vizuri? Na alipopewa uraia alikuwa na sifa moja kwa moja akaenda kucheza timu ya taifa, na alicheza ndani ya Simba akiwa kama raia wa Tanzania, hakuwa foreign player. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ina maana kwa kesi kama hiyo pia wanasema what goes around comes around. Umeelewa vizuri? Kile ambacho unakipeleka hivi lazima kitafaje? Kitakurudia. Sio, umeelewa vizuri? Kwa sasa kilichofikia ni kwamba Simba, mimi nafikiri kwamba hii ni sehemu ya kutengeneza propaganda, ambayo propaganda hiyo inawezekana ikawa na msaada zaidi baada ya matokeo mwisho wa msimu ikitokea, kuwe na sehemu ya kuegemea, kwa sababu hizi timu mara nyingi sana huwa zinategemea propaganda. Lakini nafikiri pia kwa sasa ilipofikia Simba na Yanga, mimi nafikiri mambo kama haya yana afya katika mpira, kwa sababu ukiangalia kiukweli ni kwamba Mohamed Damaro Kamara, mamlaka husika ilitoka hadharani na kwenda kuelezea namna ambavyo waliweza kumpatia uraia na kuweza kuwa raia wa Tanzania na vielelezo vyote ambavyo vilikuwepo, na kuanza kumhamisha kutoka katika professional player na kwenda kumpeleka katika local player. Kwa hiyo hiki ninachokiona ni kwamba Simba wapo katika sehemu ya kuweza kupoteza muda tu. Bwana, Simba wako kwenye sehemu ama nafasi ya kupoteza muda tu. Si maneno yangu mimi MC Sisco, hapana. Ni maneno ya Steven Mapunda Garincha, ndivyo ambavyo anazungumza namna hiyo. Jina langu naitwa Nicholas John na mimi sina la ziada. Itosha kusema tukutane tena muda na wakati mwingine, lakini kwenye mijadala mikubwa, sio hii ya kitoto ambayo mnaianzisha. Waila lika ba salam.